Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa murajaa wa baadhi ya masomo ya Nahjul Ghanna al-Islamiyya, leo tuanza somo la fiqhi ya faslu thani, ad-darsu al-khamisu. Hili ni somo la tano, al-fiqhu. Fiqhi, fiqhi ni neno, tafsiri yake ni kufahamu ama ufahamu, ambapo wafahamishwa ama fiqhi hufahamisha masala ya kidini, upande wa ibada, upande wa muamala na upande wa usra, yani mujtama na mambo ya kifamili, kuoana, katika masala ya kuzaa na masala ya jinayat, makosa, wakati tumekoseana tutahukumiana namna gani, ama sheria zaeleza vipi. Kwa hivyo fiqhi yaeleza maisha ya mwanadamu kutoka hajapatikana mpaka apatikane, mpaka akizaliwa, mpaka akifa, mpaka akitoa kaburini. Fiqhi bado yamueleza ama iko na mafungamano na binadamu. Kwa hivyo fiqhi ni somo muhimu sana, kwa sababu ndio ibada yako, ndio maisha yako. Ma yajibu ala almukallafi taallumuhu wa taalimuhu, haya ni ambayo yapasa juu ya mwenye kukalifishwa na sheria. Taallumuhu, kujifundisha, wa taalimuhu, na kuyafundisha wengine. Taallumu ni kujifundisha yeye mwenyewe, min taallama yataallamu taalluman, na hii allama yuallimu ta'liman. Mukallaf ni mtu ambaye amekalifishwa. Kukalifishwa ni kulazimishwa, naye ni mtu alobaleghe kwa vipimo vyote vya kubaleghe, ima kama wa kutokwa na hedhi, ama wa kuota, ama wa umri. Kwa ufupi, atakayebaleghe ndio huitwa mukallaf, mwenye kukalifishwa, manake hana khiari katika masala ya kisheria. Ta'lifu al-Imam al-Kabir al-Habibi Abdurrahman ibn Muhammad al-Mashhuri, hunu ni utunzi ama mtungo wa imam mkubwa Habib Abdurrahman ibn Muhammad al-Mashhur. Ndio fiqhi tutakayoisoma ni yeye ametunga. Alimu Hadramauta, mwanachuoni wa Hadramaut, ama ni mwanachuoni wa Hadramaut. Katika upande wa nahau itakuwa alimun. Alimun ni khabari ya mubtada ambayo imeondoshwa takdiri yake huwa ama wa huwa alimu Hadramaut, naye ni mwanachuoni wa Hadramaut, ama yeye ni mwanachuoni wa Hadramaut. Al-Habib Abdurrahman ibn Muhammad al-Mashhur alizawa katika mwaka wa 1250 Hijri, akafa katika mwaka wa 1320. Takriban ameishi miaka 70 Hijri, ambayo miaka tumeisoma ni ya Hijri, na alikuwa ni fannan katika fiqhi, katika hadith na katika ilmu al-falak. Yani alikuwa ni mutawassi'an fil funun wal ulum, na alikuwa ni mufti wa diyar al-Hadramiyya, Hadramut pale. Yeye alikuwa ana cheo pia cha umufti, na yeye ndio wa kwanza kusimamia ribat ya Tarim wakati ilipofunguliwa. Yeye ndio alikuwa ni msimamizi, na ametunga vitabu vingi ambavyo vitabu vyake ndio maraji ya wanazuoni waliokuja baada yake. Lakini katika kitabu kikubwa kinachotambulika katika maraji ya kifiqhi ni Bughyatul Mustarshidin. Hichi ni kitabu katika vitabu vyake chatambulika sana. Baada ya taarifu hiyo kidogo,
ya Al-Habib Abdurrahman ibn Muhammad al-Mashhur, hapa ikatangulizwa athar. Athar ni kama kusema hadithi. Athar na hadithi mutaradifani, maelezo yake yanatukuana. Kwa hivyo kusema wajaa fil athar ni kama kusema jaa fil hadith. Imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha arada Allahu bi'abdihi khairan, pindi anapomtakia Mwenyezi Mungu mja wake khairi, salaka fi qalbihi alyaqina watasdiqa, hufuatisha katika moyo wa yule mja yaqini na kuswadiki. Kuswadiki ni kukubali ndani ya moyo. Kuswadikisha ni kukubali kwa mdomo, kumkubalia mtu mwingine mwenye kufanya jambo ama mwenye kusema jambo. Lakini kuswadiki ni mambo uyakubali wewe mwenyewe ndani ya moyo wako. Sasa ndio tofauti ya kuswadiki na kuswadikisha. Kuswadikisha ni mtu awe amesema neno, wewe uulizwe ni kweli, useme ni kweli, basi wewe itakuwa umemswadikisha. Ama jambo fulani ni kweli, wewe ukisema ni kweli hilo jambo, wewe itakuwa umeliswadikisha. Lakini je, kuna pepo? Wewe ukawa wakubali pepo iko, kama wewe wakubali, wewe utakuwa umeswadiki. Kwa hivyo kuswadiki ni wewe na moyo wako. Allah anapomtakia mja wake khairi, salaka fi qalbihi alyaqina watasdiqa, hufuatisha katika moyo wake yaqini na kusadiki. Ni kukubali, kwa ufupi ni kukubali katika moyo wake. Alhamdulillah, kila jinsi sifa njema lillahi, nda Mwenyezi Mungu, rabbil alamina, mlezi wa ziumbe pia. Alhamdulillah, kila jinsi sifa njema lillahi, ni za Mwenyezi Mungu. Nda Mwenyezi Mungu manake ni za Mwenyezi Mungu. Rabbil alamina, mlezi wa ziumbe pia, manake bwana wa ulimwengu mzima. Al-alam huwa kullu ma siwa Allah, alam ni kila asiyekuwa Allah. Kwa hivyo tafsiri nyingine, kila jinsi sifa njema za mstahiki Mwenyezi Mungu, bwana wa ulimwengu wote ama viumbe vyote. Wassalatu wassalamu, na rehma na amani, ala sayidina Muhammadin, ziwe juu ya bwanetu Mtume Muhammad, wa alihi, na ali zake, wa sahbihi, na masahaba wake, wasallama tasliman kathiran, na ngwa kufanya amani, ngwa kumpa amani Mtume, tasliman kathiran, kumpa amani nyingi sana. Amma baada ya bismi na himdi na swala na salamu, yani amma baada ya bismi, yani bismillahir rahmanir rahim, na himdi alhamdulillahi rabbil alamin, na swala wassalatu wassalam, ndio baada ya bismi na himdi na swala na salamu. Na hii wasallama iko mahali pa dua, masala ya kilugha. Ndo utaona tafsiri ile ya kingozi ama ya kiasili utafsiriwa na ngwamtakia amani, yani na Mungu ampe amani Mtume Muhammad, amani nyingi. Bimaana katika upande wa nahau, hii ni fi'lun madhin na faili yake ni Allah. Lakini katika balagha wanasema watu wa balagha, aljumlatu khabariya wal maana inshaiya, yani jumla ya wasallama iko mahali pa khabariya. Alkhabar ni maneno ambayo waweza kumwambia mtu ndiyo au sio, lakini maana ya hii jumla inshaiya ni ya inshai, yani iko mahali pa amri, ambapo amri yenyewe iko mahali pia pa nini? Ad-du'a, yani wasallim tasliman kathira.
twamtaka Mwenyezi Mungu ampe mtume amani nyingi. Tasliman itakuwa ni maf'ulun mutlaqun ama masdarun mansubun, na kathiran ni naati yake. Itakuwa kama umeelewa, kama hukuelewa utaelewa mbele huko kusoma mambo ya balagha na mambo ya lugha. Lakini kwa ufupi tafsiri ni hizo. Na Mungu ampe amani, tafsiri ya juu ya watu wa Kimombasa kuendea mbele, na Mungu ampe amani mtume, kumpa amani nyingi, na ngwamtakia na ngwampa amani mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kumpa amani nyingi, yani Allah ampe mtume amani nyingi. Faqad qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakika amenena mtume rehma na amani zimshukie, idha ahsana ar-rajulu salata, pindi akifanya uzuri mtu swala ama kuswali, fa atamma ruku'aha, basi akatimiza rukuu za swala, wa sujuda, na sijda za swala, akaswali inavyotakana, akasujudu inavyotakana. Qalatis salatu, hunena swala, hafidhaka Allahu kama hafidhtani, Mungu akuhifadhi Mwenyezi Mungu, Mungu akuhifadhi Allah kama sura ulivyonihifadhi, kama ulivyonihifadhi mimi. Faturfa'u, basi huangatishwa, basi hunyanyuliwa kitanzania, basi hupandishwa Kimombasa. Hafidhaka Allahu, Mungu akuhifadhi Allah, yani Mungu akuhifadhi, kama hafidhtani, kama sura ulivyonihifadhi, yani kama namna ulivyonihifadhi mimi. Faturfa'u, basi huangatishwa, manake hupandishwa ama hukubaliwa maana yake. Wa idha asaa as-salata, na pindi akifanya uovu kuswali, akaswali vibaya, falam yutimma ruku'aha, basi hakutimiza rukuu za swala, hakurukuu sawa sawa, wasujudaha, na hakutimiza sijida za swala. Qalatis salatu, hunena swala, dhayya'aka Allahu, Mungu akutupilie mbali Mwenyezi Mungu, Mungu akutupilie mbwa. Hii inasema mbwa, na hizi istilahi za ngwa na mbwa katika dua njema unasema ngwa kadha, ngwa kubarikiwa, lakini maapizo ni mbwa. Dhayya'aka Allahu, mbwa akutupilie mbali Mwenyezi Mungu, ama Allahu kama dhayya'tani, kama sura ulivyonitupilia mbali, ama ngwa akufanye ndarandara Mwenyezi Mungu, kama dhayya'tani, kama sura ulivyonifanya ndarandara. Yani tadhiyi ni kukifanya kitu bila ya ihtimam. Fatulafu, basi hukundwa kama yulafu thawbul khaliq, kama inavyokundwa nguo tambara. Yani fatulafu hukunjwa kama yulafu thawbul khaliq, kama inavyokunjwa nguo tambara. Fayudhrabu biha wajhuhu, kisha hupigwa nayo usoni. Wal'iyadhu billahi min dhalik. Fayudhrabu biha wajhuhu, kisha hupigwa nayo usoni. Hii ni hadithi ambayo yatufundisha jumla yake tuwe na khushu'i katika swala, tuwe na tumanina katika swala, tuwe na sakina katika swala, utulivu na unyenyekevu. Na ni hadithi ambayo imepokewa na Imamu al-Hakim wa sahahahu, na amesahihisha vile vile al-Imamu al-Hakim, na al-Imamu al-Dhahabi amemwafiki al-Imamu al-Hakim katika kuiswahihisha hii ni hadithi, na vile vile imepokewa
ama imekubalika na Shuaib al-Arnaut, na amesema pia ni hadithi sahihi. Kwa hivyo ni hadithi iko na viwango vyake kama hivyo ambavyo tumevisikia. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amenena juu yake rehma na amani Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo pia imepokewa na al-Imam Ibn Majah, Abdullah ibn Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, kuzengea ilmu ni faradhi mno juu ya kila Muislamu. Talabul ilmi, kutafuta ilmu, faridatun ni faradhi mno, manake ni faradhi sana, ala kulli muslimin, juu ya kila Muislamu. Na pana ile ziada wa muslimatin, ile huwa ni ziada haina nguvu katika upokezi wa hadithi. Kwa hivyo sahihi ni hii, ala kulli muslim. Muslim ataingia mwanamume na mwanamke. Kwa hivyo vile vitabu vya zamani ni masala ya kunukuu. Ukinukuu kitu makosa, na mwenye kuchapisha atachapisha makosa, lakini sahihi ni ala kulli muslim. Wala haula, wala hapana jinsi ya uhawilishi wa kuepuka maasiya, wa kuyaepuka maasiya. Wala quwwata, wala hapana jinsi ya nguvu ya kufanya taa, illa billahi al-aliyyil azim, isipokuwa ni kwa Mwenyezi Mungu aliye juu, aliyo mkubwa. Wala haula, wala hapana jinsi ya uhawilishi wa kuepuka maasiya, yani hakuna jinsi ya kubadilisha kuyaepuka maasiya ikiwa umeandikiwa kuyafanya maasiya. Wala quwwata, wala hapana jinsi ya nguvu ya kufanya twaa, yani hauna namna ya akili yako na uwezo wako kukufanya wewe ufanye mema, illa billahi, isipokuwa ni kwa taufiki ya Allah. Mwenyezi Mungu ndio hukadiria na kuwafikia, ndio ile atakana ukifanya jambo useme wama tawfiqi illa billah, yeye ndio amekuwezesha na kukuwafikia. Al-aliyyil azimi, aliyo juu na alo mkubwa. Na yule mwenye kufanya maasiya pia tupata faida, tumuombe Mungu. Utaona sio kuwa hajui na sio kuwa mwingine yuapenda, lakini tuombeane Mungu, kwa sababu Mungu ndio mwenye kubadilisha watu hakika. Innaka lanta, wewe haumuongozi umtakaye, walakin Allah yahdi man yasha, Mungu ndo anamuongoza amtakaye. Kwa hivyo tumuombe tunapomuona mtu mbaya, baada ya kumpatia nasaha na da'wa na kumuombea, na Allah amwafikie kubadilika na kuwa mtu mwema. Wa hasbunallahu, na mtoshelezi wetu na mwenye kututosheleza sisi ni Allah. Wa ni'mal wakilu, na neema iliyoe ya mtegemezi, na ni neema iliyoe ya mtegemezi, yani ni neema iliyoje ya kumtegemea Mungu. Mwenye kututosheleza sisi ni Allah, na ni neema iliyoje ya mtegemezi, yani hakuna mtegemezi mzuri kama Allah. Alhamdulillahi alhadi, kila jinsi ya sifa njema nda Mwenyezi Mungu mwenye kuongoza ila rashadi, kwenye uongofu. Alhamdulillahi alhadi, kila jinsi ya sifa njema nda Mwenyezi Mungu, yani zinamstahiki Mwenyezi Mungu ama ni za Mwenyezi Mungu mwenye kuongoza kwenye uongofu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, na rehma za Mwenyezi Mungu na tafsiri ile aswili na ngwamtakia rehma Allahu, na ngwampatia rehma Allah bwana wetu Mtume Muhammad. Lakini tafsiri zile za kawaida, na rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu ya bwana wetu, yani bwana wetu Mtume Muhammad, almursali ila kafatil ibadi, mwenye kutumwa ama mwenye kutumilizwa kwa waja wote.
almursali ila kafati alibadi, mwenye kutumilizwa kwa waja wote. Wa ala ali, na ziwe rehma na amani juu ya ali za mtume na masahaba wake, wa atba'ihi, na wafuasi wake, ila yaumi tanadi, mpaka siku ya kufarikiana. Ila yaumi tanadi, mpaka siku ya kufarikiana, yani maana yake ni siku ya kiyama. Siku ya kiyama ni maana ya yaumu tanadi. Kwa hivyo atanadi lenyewe neno lina maana ya tafarruq na takhaluf, kukhalifiana na kufarikiana. Ni siku ile watu watakhalifiana, kila mmoja hataki kuwa karibu na mwenzake, na imeelezwa katika Qur'ani, yauma yafirru almar'u min akhihi, watu watafarikiana na watakhtalifiana. Si siku ya kunadiana. Atanadi si kunadiana, ni kufarikiana. Pana tanada na tanada. Wa ba'du, na baada bismi na indina swala na salamu. Fahadhihi hadiyatun, hii ni tunu. Tunu ni zawadi, gift kizungu. Likulli man wuffiqa la, kwa kila ambaye ataafikiwa kwa hii tunu. Likulli man wuffiqa la, kwa kila ambaye ataafikiwa kwa hii tunu. Fima yajibu, katika ambayo yapasa, yani ni tunu ya mambo ambayo yapasa. Ala linsani ilmuhu wa ta'limuhu, yapaswa juu ya mwanadamu kuyajua na kuyajuza. Kuyajua na kuyajuza, yani kuyajua na kuyafundisha wengine. Inshallah mpaka hapa tutakoma. Ikiwa pana taksiri yoyote, tutaelezana katika sehemu ya comment. Tusahau kushare, kulike na kusubscribe, na jaza yetu tutaipata kwa Allah. Allah awabariki wazazi wetu, walimu zetu waliotufundisha na kutusimamia mpaka tukafika hapa, na wenye kutafuta ilmu Allah awafikie ilmu yenye manufaa na awawe wataifanyia kazi, na mashekhe zetu waliotangulia katika Darul Haqi na wazazi wetu, Allah awasamehe madhambi yao, awaeke pema pamoja na wema. Wa as'adallahu awqatakum wa ila liqa.